أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna masala kidogo hapa ya kifiqhi napenda tuwekane sawa. Kuna klipu moja niliona jana kwenye mtandao ya bwana mmoja anaitwa sijui nani, sijui Singa sijui kitu gani. Alhasil, huyo bwana Singa alikuwa akizungumza nafikiri mambo ambayo kwamba yanayofuturisha. Kasema katika mambo yanayofuturisha na yanayofunguza ni mtu kumeza makohozi. Asa masala haya kaleta baadhi ya sintofahamu kwa baadhi ya watu. Sasa tunaizungumzia kadhia hii kifiqhi, kiilmu, taban kihujja, kiadilla, sio kwa taqlidul ama. Masala haya wako fuqaha wanaosema hiyo ni kauli iko katika madhhab ya kwamba makohozi yanafunguza somo. Hiyo ni kauli iko, lakini kauli hii baadhi ya fuqaha wameipinga kwa sababu kwanza ni kauli ambayo kwamba haina dalili yoyote, na taban kama tunavyofahamu sisi haturajih kauli ya faqihi kwa sababu ya jina lake. Yani hatuipi nguvu kauli fulani ya kifiqhi kwa sababu waliosema ni fulani au kwa sababu waliosema ni kino fulani. Hapana, tunaipa kauli nguvu kwa sababu yenyewe inajitosheleza, imeshiba, ina dalili, ina mategemeo. Lakini hatuipi nguvu kauli kwa sababu imesemwa na fulani kwa jina lake. Hapana, katika sheria au katika Uislamu hakuna kukubali kitu kwa sababu ya jina la mtu. Hicho kitu hakuna. Imamu Ali radhiallahu ta'ala anhu ardhahu alayhi salam anasema la ta'rifi alhaqa birrijal, i'rifi alhaqa ta'rif ahlahu wa'rifi albatila ta'rif ahlahu. Asema usitambue haki kwa watu, yani kwamba alosema mfulani bwana kwa jina la mtu. I'rifi alhaqa ta'rif ahlahu, itambue haki utawatambua watu wa haki. Wa'rifi albatila ta'rif ahlahu, itambue batili utawatambua watu wa batil. Kwa hivyo hilo tuweke kabisa ihtiras, tuweke tambihi kabisa kwamba sisi hatuipi kauli ya kifiqhi nguvu kwa sababu imesemwa na fulani au kwa sababu ina watu wengi bilkathara. Hapana, hiyo pia si hujja wala si dalili. Kwa hivyo tutajadili kielimu, tutajadili kitaaluma, si kifulani amesema wewe na fulani nani msomi fulani. Hivyo sio vipimo, hivyo vipimo vya kijinga kabisa. Tunataka vipimo vya kielimu. Sasa masala haya hakuna hadithi yote inayosema kwamba mtu akimeza kohozi amefungua. Sawa kohozi litoke kooni au puani, hakuna. Alafu masala haya ni katika masaila ambayo kwamba yani ni katika mambo ambayo kwamba yani yameenea katika jamii. Yani mtihani ambao kwamba upo kwa watu wengi, ambapo kwamba ukimwambia mtu akimeza kohozi tu amefungua, Sheikh, umetoa mtihani mkubwa sana, umeleta mtihani mkubwa sana katika jamii, kwa sababu makohozi yatofautiana. Kuna makohozi yale mazito kabisa ambapo kwamba mtu hawezi kumeza kwa namna yote, lakini kuna makohozi fulani yani mtu anajikuta amemeza tu pasi na hata kukusudia, au mara nyingine za kumeza hata kukusudia, ni hasikii kinyaa wala nini. Haya yako nafikiri kila mtu alifahamu. Sasa wacha ninukulu masala haya. Kuna maelezo hapa kiasi ya kielimu kabisa, maelezo ya maana kabisa hapa katika kitabu hiki Sahihu Sifati Siyami Nabii sallallahu alayhi wasallam cha Imam Hasan bin Ali As-Saqaf. Sahihu Sifati Siyami Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Taban kuna nuskha fulani hivi naitafuta, siko wapi, Allahu almusta'an. Kuna nuskha fulani hivi na kava lake lile lenyewe la asili ndo naiangalia, sijui iko wapi. Lakini wacha nuskha ambayo kama naitumia sasa hivi ni hii hapa. Hii ni chapa ya mwaka huu 2026 ambayo kwamba bado haijaingia madukani, lakini sisi
tumetumiwa na mwenyewe, sababu sisi wanafunzi wa Maulana ikiwa akishatoa kitabu mathalan chapa mpya huwa anatutumia kwa PDF. Kwa hivyo ndio mimi nimeitolesha hiyo, lakini nayo ile zamani sijui ni katika ukurasa wa ngapi, niko nataka ile twende pamoja, kwa sababu wako watu wengine hii kitabu wanacho lakini wanachapa ya zamani, lakini unaweza kufungua tu kwenye mlango huu kwenye chapa hii ya 2026 ambapo kwamba hii taban chapa ya 6, sababu chapa ya mwanzo ilikuwa ni 2003. Haya, alhasil katika ukurasa wa 19 asema Maulana al-Imamu, huyu ni katika fuqaha wa Shafi'ia muasirin ambao kwamba wako hai bado, ni faqihi ambao kwamba ni mujtahid allama la yushaqu lahu ghubar. Asema mas'alatun, haya ni mas'ala. Wa amma nukhamatu, ama makohozi, sawaun kharajat min sadrihi, sawa yametoka katika kifua chake, kuna makohozi yanayokohoa kutoka katika kifua, au min anfihi, au kutoka katika pua, wa majari tanafusi, ni katika mishipa ya pumzi, fa innahu, hakika mambo yalivyo, inibtalaaha saimu, akilimeza au akiemeza makohozi kwa sampuli zote hizo mfungaji, la yuftiru, haifunguzi kumeza kohozi, liannaha, kwa sababu kohozi karriqi, ni kama mate tu, min nafsi jismi linsani, yatoka katika mwili huo binadamu. Yani kama mate ilivyokuwa ni yatoka katika mwili wako na huwezi kuepukana nayo, na ukiemeza hufunguzi, hayafunguzi, basi hivyo makohozi. Walam yati min alkharij, wala haijatoka nje, makohozi yametoka katika mwili wako yakarudi, hakuna shida. Walam yunabbihi nabii sallallahu alayhi wasallam, wala hakutanabahisha mtume, ala annahu yuftiru, ya kwamba yanafunguza, bibtilaiha, kwa kumeza, ma umumi libtilai biha, pamoja na kuenea watu kuonjwa na mtihani huu wa nini, wa makohozi. Yani kuna watu wao waumwe wasiumwe, yani makohozi yako tu wenyewe. Kwa hivyo asema ma umumi libtilai biha. Kwa hivyo kitu cha kwanza alichokitegemea hapa ni yatoka katika mwili wa binadamu kama mate. Kitu cha pili, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakutanabahisha, na shari' mweka sheria ambao ni Allah na mtume wake hawezi kusahau kitu, hata wewe huwezi kuwatanabahisha. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema ma ahalla Allahu fi kitabihi au ma ahalla Allahu fa huwa halalun wa ma harramahu au wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu min Allahi afiyatahu. Asema alichokihalalisha Mwenyezi Mungu manake na mtume wake ni halali, na alichokiharamisha ni haramu, na vile ambavyo kwamba mmevinyamazia huo ni msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi kubalini msamaha wa Mwenyezi Mungu, na kitu hakijatajwa, kwa hivyo ni afu. Qala al-Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, asema al-Imam Ja'far as-Sadiq, la ba'sa, hakuna ubaya. Ni faqihi mkubwa huyo ambaye kwamba huwezi kumfanisha na yote katika al-fuqaha al-arba'a, wachilia mbali walilokuja baada ya al-fuqaha al-arba'a wanafunzi wao. La ba'sa, hakuna ubaya. Imam Ja'far as-Sadiq ni allama kabir, la yushaqu lahu ghubar. Tulifahamu hilo, huwezi kumfanisha na Imam Abu Hanifa wala na Imam Malik wala Ahmad bin Hanbal wala na Imam wetu Shafi'i alayhi salam. Na ukiongeza ni katika wanaingia katika ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allahi wa itrati ahla baiti. Ni katika vitu ambavyo kwamba tulivyoachiwa na mtume, yani katika wale ambao kwamba tuliachiwa na mtume ambao kwamba tukishikamana nao hatuwezi kupotea. Ni mtu mzito. Asema la basa, hakuna ubaya, an yazdarida as-saimu, ameze mtu aliofunga, kumeza mtu aliofunga, nukhamatahu, makozi yake. Asema hakuna ubaya. Wa haka al-Imam an-Nawawi, na amehaki al-Imam an-Nawawi wamenukulu an sahibi al-Iddati wal-Bayan, kutoka kwenye kitabu al-Iddati wal-Bayan ya Shafi'i, ni katika imatu Shafi'ia, anna saima, ya kwamba mfungaji, la yuftiru, hafungui, bibtila'i nukhama, kwa kumeza makohozi,
lianna jinsaha, kwa sababu jinsi ya makohozi ambayo kwamba ni mate, maafuun anhu, imesemehewa. Kwa hivyo haya masala tumependa kuyaweka wazi, kwa sababu unajua shida ya kwamba watu wetu bwana hawasomi alfiqhu almuqaran, hawabukui katika vitabu vya fiqhi, hawasomi aqwali mbalimbali za fuqahai. Tosheka tuna aqwali wanazipata katika visandwich hivi basi. Yani sandwich tukusudia hizi mutuni ndogo ndogo kama matnu Safina, sijui Riyadul Badia, sijui Durarul Bahia, sijui Muqaddima. Hatudharau hizi mutuni, hapana. Hizi ni asas, ni misingi katika fiqhi. Sisi wenyewe tumeanza kusoma hizo mutuni za fiqhi, na tunasomesha. Tukianza kusomesha, tunaanza kusomesha hizi mutuni za fiqhi, tunaanza Risala, Safina na mfano. Lakini hizi si mu'tamad. Yani sio kwamba ukishasoma hizi mutuni ndio basi wewe fatwa yako hii bwana, hii rejelea katika Safina, hii bwana rejelea katika Risalatul Jamia, hii bwana rejelea katika Riyadul Badia, hii bwana rejelea katika bwana tafadhali bwana. Kuna kutu ambazo kama ni maraje, hata katika hizi mutuni kuna zile ambazo kama ni mu'tamada, kama unavyozungumza sijui Minhaju Talibina, lakini kuna zingine ni mutuni za taasisi, lakini inda alfatwa ghairu mu'tamada, kama hizi mutuni tulizozitaja, sijui kina Muqaddima, sijui kina Matnul Ghayat wa Taqrib, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba ni khilafu aqwa katika madhhab wa khilafu almufta bihi fi almadhhab na mfano wake. Kwa hivyo masala haya hatukatai hii kauli iko, lakini kauli hii kama tulivyonukulu maneno hapa imamu, si maneno yangu, ni kauli ambayo kwamba haina dalili kutoka katika sunna, wala mtume hakuashiria na jambo hilo lilikuwako wakati wa mtume. Lakini kuna kauli kutoka kwa al-Imam Ja'far as-Sadiq asema la ba'sa an yazdarida as-saimu nukhamatahu, hakuna ubaya mtu aliyofunga kumeza makohozi yake, wala makohozi hayafunguzi saumu. Makohozi hayafunguzi saumu, makohozi hayafunguzi saumu. Hii ndo rai ambayo kwamba tunaiona yenye nguvu, na hii ndo rai ambayo kwamba tunawatolea fatwa Waislamu kwamba hakuna ubaya kumeza kohozi, litoke kifuani, litoke puani, wala hayafunguzi saumu. Na mimi niko tayari kuwa mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na hii fatwa au kutokamana na haya masala niliyoeleza kwa hujja hizi ambazo kwamba nilizozieleza. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.